Hamjambo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Janvier Emmanuel Kaluhe nikaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Ikiwa na maoni au pendekezo, usikose kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Moja kwa moja tutakwenda kukujibu. Tuanze na habari zetu za siku ya leo tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Tunakuangazia moja kwa moja tukienda pale maeneo ya Kisangani ambapo drone imelengwa na wanajeshi wa FARDC. Drone hiyo ambayo iliweza kulengwa kabisa wakati ilitaka kufanya shambulizi pale kwenye Bangauka huko maeneo ya Kisangani, lakini jeshi la Kongo liliweza kugundua mapema sana na ndege hiyo sio kwa na rubani iliweza kushushwa chini. Na pia tutaangazia kabisa kuhusu vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo huko maeneo ya Mikenge vita pia viliweza kuripotiwa katika sekta ya Itombwe ndani ya wilaya ya Mwenga mkoa wa Sud Kivu. Na tutaangazia kabisa kuhusu delegation ambayo ilitoka pale Kinshasa kupitia shirika la CNC LPC ambalo limewasili hapa mjini Uvira ili kabisa kuja kuhamasisha wanajeshi pamoja na wazalendo ambao wanaoshikilia silaha zote ziweze kuorozeshwa na kujulikana na serikali kupitia kikao chao ambacho waliweza kufanya hii siku ya Mungu pale kwenye ofisi ya Meria Uvira katika jimbo la Sud Kivu. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuanze na habari za pale Bukavu. Majira ya saa 8:13 kuna risasi nyingi ambazo ziliweza kupigwa pale kwenye rompwe ya ISP. Ilikuwa ni majira ya saa 8:30, lakini mpaka sasa tunaendelea kufuatilia kabisa ili kukuletea habari za ukweli ambazo sio kuwa za kasoro, ili kujua ni risasi zilikuwa za aina gani. Kwa hiyo katika taarifa zetu za habari zijazo utakwenda kugundua mengi kabisa ambayo takayo kuzungumzia. Vita vinavyoendelea kuripotiwa huko maeneo ya Mikenge. Tayari habari ambazo tulizokuwa nazo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kudhibiti eneo lote la Mikenge baada tu ya mapambano makali ambayo iliyofanyika tariki 28 na tariki 1 mwezi huu mwaka 2026. Kutokana na duru zetu ambazo zilieleza kuwa mapambano makali yaliweza kuripotiwa tena tu baada tu ya masiku kadhaa ambapo waasi M23 wanajaribu kuendelesha shambulizi Red Tabara, Android, Twigwaneho ambao wanaendelea kuyumbisha usalama maeneo ya huko Mikenge. Mpaka sasa hali inaendelea kuwa tulivu kama vile habari zetu zilivyothibitisha kuwa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea control eneo lote kabisa la huko Mikenge. Na pia tukujuze kuwa jeshi la FARDC linaendelea kudhibiti vijiji mbalimbali kadhaa vya eneo huko tarafani Fizi na nafasi nyingine katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ukiangalia katika hali hii ya vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kila leo Red Tabara, Twigwaneho, Android tunazungumza hapa kwenye television yetu kwamba wako wanajaribu kuendelesha mashambulizi wakiwa wana malengo zao, lakini unasikia ile hali ambayo inadhibitishwa kuwa kuko CCLF na wakati CCLF bado hawaheshimu. Na ukiangalia vita hivi ambavyo vinaendelea vinaripotiwa kila mara sehemu mbalimbali katika mji na tarafa mbalimbali za Uvira na tarafa mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama hii ingine ambayo imeweza kusikika huko maeneo ya Kivu Kaskazini, mapigano makali pia yaliweza kuorodheshwa tariki 28 Februari kati ya waasi wa M23 na muungano wa wazalendo kushirikiana na jeshi la Kongo katika vijiji kadhaa vya wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vinadhibitisha kuwa wakaaji wanaendelea kuyahama makazi yao baada ya mashambulizi ambayo inayotokea. Vita vinaripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini na eneo mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unakuta M23 iko
wanaendelea kuendesha mashambulizi zidi ya Wakongomani, jambo ambalo linaweza kabisa kuwa la kupigia msumari ili jeshi la Kongo lijitoe kimasomaso na kuangalia namna gani linaweza kumaliza mzozo huu ambao unaoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia Twitter yake, Bertrand Bisimwa alitangaza kwamba ikiwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelesha mashambulizi na kutokushiriki kabisa kupitia makubaliano ambayo huenda yanaweza yakaleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi itakuwa ni jukumu lao wenyewe kuweza kushiriki na kuweza kuangalia namna gani wanaweza kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikinukulu hivi alivyoandika Bertrand Bisimwa, amesema Kinshasa inachukua kikamilifu uamuzi wake wa kuchagua njia ya kijeshi, itapashwa pia kubeba kikamilifu na kwa upana matokeo yake yote, ikiwa lengo la njia ya amani ni kuwapatanisha wanaopigana na wananchi, basi vita kwa upande wake vinakuwa hatimaye isiyokuwa ya kawaida na ni moja kati ya suluhisho, basi vyombo vyao nao pia ni lazima vitekeleze. Sidhani kwamba hii maandiko ambayo wanaandika, sijui kwamba serikali ya Kongo haina malengo, kwa sababu inakuwa inashirikiana kabisa, inazungumza kwa pamoja, na pia kuna kuwa ile makubaliano ya CCLF, kuna kuwa mikataba. Ukiangalia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kila leo anaendelea kujadiliana na viongozi mbalimbali ili kuangalia namna gani wanaweza wakaungana kwa pamoja ili warejeshe amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pande zote mbili ili kabisa ziweze kuelewana, ziishi kwa amani na kwa upendo. Huko Goma hakuna makazi kufanyika, soko, duka, hospitali na usafiri. Itakuwa ni tariki 5 Machi mwaka 2025. Wito huu kabisa wa gazeti Gaza RDC ambao imetangaza kwamba raia wote wanatakiwa kubaki nyumbani kwao bila kutumika makazi yoyote na kubaki manyumbani, hasa wakidhibitisha kuwa mpango wao kuweza kutaja kuwa lazima waasi wa M23 waweze kuondoka kwenye udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukujuze kuwa habari za kiukweli zinaanza kudai kuwa makao makuu ya M23 ambayo ilikuwa pale maeneo ya Goma inaanza kuelekea pale maeneo ya Bunagana. Hivyo ndivyo habari zetu zikiwa kabisa za kufuatilia habari za chini chini ambazo mpaka sasa tungali tunazifuatilia. Tuangazie kuhusu drone ambayo iliweza kuviziwa kabisa na jeshi la Kongo FARDC huko maeneo ya Kisangani kabla ya kuzimwa na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Kisangani pia ndege ambayo ilikuwa imevizia kabisa kuweza kuendesha shambulizi huko maeneo ya Kisangani iliweza kukamatwa kabisa na kuweza kuteketezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege hiyo ambayo iliweza kutoka sehemu ya waasi wa M23 kulenga aeroport international ya Kisangani, lakini kwa sasa wanaeleza kuwa drone hiyo iliweza kuwa neutralize vyombo vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa tunaendelea na taarifa zetu za habari. Kiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujabone kwenye channel yetu, kulike, kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Jumapili hii drone imelenga tena uwanja wa ndege wa aeroport de Bangoka huko maeneo ya Kisangani, lakini iliweza kuzimwa moto kabisa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake mwingine, wapiganaji wa Twirwaneho wanachukua tena udhibiti wa wilaya katika wilaya ya Fizi mkoani Sud Kivu kwa mujibu wa vyanzo vyetu, lakini mpaka sasa shambulizi zikiwa zinaendelea. Kwa nini M23 kila leo kabisa inalenga aeroporo ya pale Bangoka na huko maeneo ya Kisangani? Kila leo wanajaribu kuendesha shambulizi, lakini moja kwa moja kila wakati wanaendelea kuwa neutralize, na unakuta kabisa kila leo wanakuwa wanaendesha mavizio na wakiwa wanataka kuangamiza aeroporo hiyo. Nini hasa ambayo inaweza kuwa malengo yao M23? Na pia vijiji kadhaa vya Mikenge tayari viko mikononi mwa jeshi la Kongo baada tu ya shambulizi pia ambayo pia iliweza kujitokeza. Unajua kwamba siku hizi ambazo zilizopita kulikuwa na makabiliano makubwa sana ambayo ilifanya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurudi nyuma na kwenda kujipanga vizuri, na muda
mmoja kabisa waliweza kuwafurusha waasi wa M23, kutoa pale Mikenge na kuwapeleka huko kabisa mbali kwenye milima ambayo inayoinukia Mikenge mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko katika wilaya ya Mwenga mkoani Sud Kivu. Na kwa sasa usalama unaendelea kuimarishwa na vikosi vya Kongo pamoja na ushirikiano wa wazalendo. Na kwa kumalizia habari zetu, turudi hapa mjini Uvira ambapo tutakujuza kuwa tume kubwa kabisa ambayo limetoka pale Kinshasa la CNCLPC ambalo limetoka pale maeneo ya Kinshasa kuja hapa Uvira na kuweza kuja kuandaa raia wa Uvira, pia kujuza viongozi wa kijeshi pamoja na wale wa wazalendo ili kusajili silaha zote ambazo zinazopatikana mikononi mwa viongozi pia wa wanajeshi, ili serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kufahamu kabisa idadi ya wanaomiliki silaha katika eneo lote la jimbo la Sud Kivu. Kikao hicho ambacho kilichofanyika pa Uvira hii siku ya Mungu kiliweza kusanyisha kabisa baadhi ya vijana ambao waliojitolea kuandaa mafunzo na namna gani watakavyotekeleza kampeni hiyo, na kuomba uweze kushuhudia baadhi ya mmoja kiongozi ambaye alitoka pale Kinshasa katika mahojiano yake na vyombo vya habari. Leo ni siku moja kubwa sana. Leo tunakuwa kwa serikali asikie message ya nguvu ya gouvernement. Leo ni action kubwa sana parce que hii activité tuko na hii gouvernement provincial a lancé leo ni kuidentifier masila zote iko en circulation hapa pa Uvira na province mzima, surtout mafasi gouvernement iko tu maîtriser ba stock yetu tuyue munduki kama inatoka hapa inaenda fasi moja, il faut que gouvernement akuwe na maatu nécessaire tuyua nani njo et habilité atembe na munduki pashikani pourquoi et sur base de quel document. Donc batu yote tunachanga maefort yetu, CNC, Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, le gouvernement provincial, les forces de défense et sécurité, même ceux qui appuient les FARDC, nos amis de Wazalendo. Tuko pamoja juu masila yote kuna circulé hapa Uvira, gouvernement akuwe na maîtrise ya stock ya traçabilité ya masila yote. Woko détenteur ya arme leo les sont lego est trouvé, il faut kuwe karibu ya antenne ya CNCLPC juu ba identifier arme hii. Tutaenda pole pole kuma unité yote kuma arme ya leta na ba arme ya batu bingine pole pole juu tukuwe na maîtrise ya basto. Donc population yote asiogope, akuwe sûr kama na muona batu banavola gilet samie, akuwe vraiment sûr que bale batu beko na kuya juu tupatia amani, juu tupatia kimia, juu tupatia vraiment ma solution pole pole ya vile yetu ya Uvira. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. La ziada sina na kutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaheri.